Rais Volodymyr Zelensky ametoa wito wa dharura kwamba Ukraine inahitaji haraka mifumo 25 ya ulinzi wa anga ya Patriot kutoka Marekani ili kuzuia mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora yanayolenga gridi ya taifa, kwani mashambulizi hayo ya Urusi yamesababisha kuzimwa kwa umeme kwa mikoa mingi na kupelekea hatari kubwa ya ukosefu wa joto na maji safi kwa mamia ya maelfu ya raia. Zelensky amekiri kuwa mifumo ya Patrioti ni ghali na kunyakua mifumo hii kwa wingi kungechukua miaka kutengeneza, ambapo hata hivyo amesisitiza kwamba ulanguzi wa Patrioti kutoka nchi za Ulaya unaweza kuwa suluhisho la haraka, kwa kudai hawataki kusubiri. Kwa wiki kadhaa sasa, Ukraini imeshughulika na mashambulizi ya mchanganyiko wa makombora na droni yaliyoelekezwa kwenye gridi ya umeme, huku jeshi la Urusi likiendelea na juhudi za kushika Pokrovsk, kisiwa kikuu cha mashariki mwa Ukraine. Hali ya amani kimataifa inaonekana kupotea, kwani takribani miaka minne baada ya Urusi kuanzisha uvamizi wake, hali ya amani bado ipo matatani. Aidha, hali ya ulinzi wa anga nchini Ukraine bado ni dhaifu, kwani Zelensky amethibitisha kuwa Ukraini imepokea mifumo ya Patrioti kutoka Ujerumani, lakini idadi kamili ya mifumo iliyopo bado haijulikani, na katika miji mingi hatari ya kukosa umeme, maji na joto ni kubwa, huku majukumu ya NATO ya kuratibu vifaa vikubwa vya kijeshi kwa Ukraine yakitimizwa. Mashambulizi ya Urusi yanaongezeka kwa ufanisi. Droni mamia, baadhi yake ikiwa na drones za kulenga kwa usahihi, yanazidi uwezo wa ulinzi wa Ukraine, hususani katika maeneo yenye ulinzi dhaifu, kwani mwaka huu Urusi imeanza kushambulia gridi kwa hatua, ikilenga mikoa badala ya gridi kuu ya taifa, jambo linaloongeza hofu ya kuvurugika kwa huduma muhimu. Hali ya vita inazidi kuimarika mashariki mwa Ukraine. Pokrovsk, mji wa kipekee wa Donetsk, umezungushwa na vikosi vya Urusi vinavyokadiriwa kuwa na wanajeshi 170,000 kwa ajili ya shambulio jipya. Na katika siku za hivi karibuni, ambapo kumekuwepo na ukimya mdogo, tume ya utafiti wa vita ya Washington inatarajia Urusi kuongeza kasi ya mashambulizi yao, ikitumia nguvu mpya za kijeshi kuelekea mji huo. Kwa sasa huu ni wakati wa ujasiri na ulinzi wa taifa. Ukraini inashikilia matumaini kwamba mifumo ya Patrioti itakuwa kimbilio la haraka dhidi ya giza la mashambulizi ya Urusi, huku raia wake wakikabili baridi na dhiki kwa mshikamano wa kishujaa. Taifa la Urusi limezindua mfumo wa kupima kila moja ya mikoa yake kwa kiwango cha dronification, yaani uwezo wa kuendeleza na kuzalisha ndege zisizo na rubani. Hatua hiyo inatolewa na Wizara ya Viwanda na Biashara kwa lengo la kuinua sekta ya ndege zisizo na rubani kote nchini, ikionyesha kwamba Urusi inachukua ulinzi wa anga na teknolojia kwa uzito usiokuwa wa kawaida. Kila mkoa sasa utapewa alama kulingana na vigezo 10 muhimu, ikiwemo miundombinu inayohitajika, ufadhili maalumu na idadi ya wafanyakazi wa drones walioko kikamilifu katika eneo hilo. Na kila mwaka mikoa yote isipokuwa mikoa mipya iliyochukuliwa kwa nguvu kutoka Ukraine watashiriki kikamilifu katika utaratibu huo. Na katika mwaka wa kwanza wa 2025 mikoa 47 ilisajiliwa, huku Jamhuri ya Bashkortostan, pia inajulikana kama Bashkiria, ikishika nafasi ya juu zaidi. Bashkiria, ambapo kampuni za droni zilikuwa zikipata mikataba mikubwa ya umma, zimebadilisha uzalishaji kutoka drones za kilimo hadi mizinga ya kijeshi yenye uwezo wa kusimama angani kwa muda mrefu, ikionyesha jinsi teknolojia ya kiraia inavyoweza kubadilishwa kuwa nguvu ya kivita. Aidha, mikoa kama Samara, Sakhalin, Novgorod, Ulyanovsk na Yamalo-Nenets vilishika nafasi za juu, huku Moscow ikiwa 9 na St. Petersburg ikaingia 12, ingawa ilishinda katika kigezo cha miundombinu muhimu ya viwanda. Naibu waziri wa viwanda na biashara Vasil Shpak ameeleza mradi huo kama uwekezaji wa kiraia, ikisisitiza kuhamishia mtazamo wa umma kutoka kwenye matumizi ya kijeshi hadi miradi ya kibiashara, lakini teknolojia hiyo ni matumizi ya kiraia yanaweza kubadilishwa kuwa silaha za kisasa. Hali hiyo imeonekana wazi katika vita vya Ukraine,
ambapo drones zilizokuwa za kiraia mara kadhaa zilitumika kwa malengo ya kijeshi, kutoka kwa makampuni madogo hadi mashirika ya kiserikali yanayofundisha watoto kuunda na kuendesha drones. Serikali ya Urusi inakusudia kufanikisha mpango huo wa ndege zisizo na rubani kufikia mwisho wa muongo huo na kuwekeza kati ya rubo bilioni 660 hadi 1 trilioni, ambazo ni sawa na takribani dola za Kimarekani bilioni 8.2 hadi 12.4, huku ukitoa ufadhili wa ziada kwa miradi maalumu ya drones. Kwa sasa Urusi inajenga nguvu ya anga isiyo na kipimo, ikitumia teknolojia ya kiraia kama msingi wa ulinzi wa taifa na uwekezaji wa kimkakati.